Senem pamoja na Akif mambo yao yanazidi kuwa mazuri, kwani tunaona hata pete ya ndoa tayari Senem amekwisha kuvalishwa. Lakini kwa upande mwingine Senem tayari ni mjamzito. Jambo hilo lilimfurahisha sana Akif, lakini hakuwa na cha kufanya zaidi ya kufurahi. Lakini pia kwa upande mwingine walipanga kwenda kujitambulisha kwenye familia hii ya Esma Sultani ili kila kitu kikae sawa, kwa sababu walikuwa wanapanga kuoana, kufunga ndoa kabisa. Kwa hiyo moja kwa moja wakawa wamejipanga kwenda kutoa taarifa, kwa sababu ukizingatia mahusiano yao yanajulikana kwa watu wawili tu, yani Faruk pamoja na Sureya. Lakini hao wengine wote walikuwa hawajui chochote kinachoendelea. Upande wa Garib pamoja na Adem leo wamekutana hospitali, na tunaona Adem anagomba sana kwa Garib Bey na kusema alitaka kumuua mama yake. Lakini Garib Bey anasema hivi, kwa wewe, kwa akili yako ya kawaida, mimi hapa ni kwa vipi ningetaka kumuua mama yako, na ukizingatia walikuwa wako ndani mama yako pamoja na Esma Sultan, na Esma Sultani nampenda, kwa hiyo inakuwa vipi mimi niende nikamuue mtu ambaye ninampenda? Kwa hilo likabaki kuwa ni swali kwa Adem. Adem hakujibu chochote, ilibidi aondoke, kwa sababu kiuhalisia Garib Bey asingeweza kufanya chochote ambacho kilikuwa kinakwenda tofauti au kingemzuru Esma Sultani, kwa sababu Esma Sultani alikuwa anapendana sana na Garib Bey. Lakini jambo hilo hata Garib Bey alimuuliza tena Adem na kumwambia, kwa kawaida unahisi mama yako alijuaje ile sehemu ambayo ni ya kwangu, yani katika ile nyumba alijua vipi? Kuna kitu ambacho kiko nyuma ya pazia, kwa hiyo unatakiwa kujiangalia. Tunaona anakwenda kwa mama yake Adem, na alienda akaongea naye. Alikuwa analia sana kwa uchungu, kwa sababu ukizingatia Adem, mtu ambaye alikuwa anampenda kuliko kitu chochote, alikuwa ni mama yake. Kwa hiyo katika maisha yake kitu ambacho alikuwa anaogopa kupoteza alikuwa ni kumpoteza mama yake. Sasa kwa upande wa Chan leo tunaona anamfuata Begum nyumbani kwake, na ukizingatia Begum alikuwa amekwisha kuambiwa na Sureya kwamba Chan anampenda Sureya. Kwa hiyo moja kwa moja Begum alikuwa na hasira sana na Chan, na tunaona baada ya kufika Chan alikuwa amekuja kwa changamfu kama anavyokujaga siku zote, lakini leo akashangaa anamkuta Begum yuko tofauti. Akamuuliza nini ambacho kinaendelea, lakini Begum alimwambia hamna chochote kinachoendelea, ila mimi nataka kutoka sasa hivi, sitaki kukaa nyumbani. Lakini tunaona Chan alimwambia unahisi mimi siwezi kuwa najua chochote kinachoendelea? Kwa sababu ninakujua na hali hii ambayo nimekutana nayo leo, naamini kuna kitu ambacho unanificha. Hebu niambie nini ambacho kinaendelea? Lakini Begum alimwambia nikwambie wakati unajua kila kitu kwamba unampenda Sureya. Na tunaona Chan anajidai haelewi chochote, anaanza kuuliza kivipi baada ya mwisho wa siku, lakini anasema basi mimi niko tayari kwa chochote ambacho wewe utakiamua. Kwa hiyo mimi nasubiria wewe ambacho utakiamua ndio hicho ambacho nitakifuata. Na akaamua kuondoka katika familia hile. Lakini tunaona baada ya hapo Ryan alikutana na Garib Bey. Yani Ryan mama yake Adem, ilibidi Garib Bey aende akaongee naye. Alipomfuata aliongea maneno mengi sana. Aliongea naye akasema kwamba atalipia kwa hicho ambacho alikifanya, kwa sababu sio kawaida. Kwa nini aliamua kwenda kumchoma moto Esma Sultani? Kwa hiyo moja kwa moja akamwambia ukishaamka kila kitu kitajulikana, na hata ikiwezekana mwanao nitamwambia kila kitu ambacho umekifanya. Na tunaona basi kwa upande wa Esma Sultani leo anafuatwa na mama yake Ipek, na tunaona anaulizwa nini ambacho kilitokea mpaka ikapelekea jambo hilo likatokea. Lakini tunaona Esma Sultani alikuwa anagoma kumwambia, ila mwisho wa siku ikabidi amwambie tu kwamba Ryan ambaye ni mama yake Adem aligundua kwamba picha zake nimezipata. Kwa hiyo moja kwa moja akataka kufanya hicho ambacho alikuwa anakifanya, ndo akawasha moto. Kwa upande wa Faruk kwa kutaka jambo hilo liishie hapo, ilibidi aondoke na kwenda kufanya uchunguzi ajue nini ambacho kilitokea mpaka mama yake akaungua vile. Lakini ambapo alipokwenda kufanya uchunguzi alikuta kiberiti. Kwa hiyo kuna jambo ambalo alianza kulihisi. Tamthilia yetu inaishia hapa kwa siku ya leo.